The Rains Podcast. Hapa ufalme unatawala. Ladies and gentlemen, mambo vipi? Ninajua unaendelea vizuri kabisa. Imekuwa ni muda kidogo toka tumekutana kwenye podcast episode iliyopita. Hii ni Rains Podcast na namshukuru Mungu ametupa nafasi nyingine tena kukutana kwenye episode hii mpya kabisa ya Rains Podcast. Mimi naitwa Godreins Eston na ninakukaribisha sana. And today we have a very great topic here ambayo tutadiscuss hapa ndani, na ninajua kabisa ya kwamba una mambo mengi sana ambayo unaweza kujifunza kutoka kwenye discussion yetu leo. Of course hapa ndani ninaye ndugu yangu anaitwa Alphonse. Kaka, mambo vipi? Mambo ni poa kabisa. Mambo yanaenda vizuri kabisa? Yanaenda vizuri. Sawa. Kabla hatujaendelea, last time tulikuwa pamoja pia kwenye episode ambayo imepita, na ninakumbuka tulijadili mambo mengi pale ndani, lakini tulikuwa tunaangalia mapenzi na pesa, na tuliangalia ni mapenzi na pesa ina nafasi gani kwenye mapenzi, na ilikuwa ni episode nzuri kabisa, a very insightful episode. Na leo we have another topic. Leo nataka tuangalie unajua kitu kinaitwa nikiweka kwenye lugha rahisi, kutongoza. You know that thing, si ndivyo? Kutongoza. Yeah, kutongoza. Naam, najua. Kutongoza. Wewe tukizungumza kutongoza unaweza kuelezeaje? Yani kutongoza ni kufanya nini? Kutongoza kwa lugha nyepesi, kutongoza tunasema ni kushawishi. Ni kushawishi. Yeah, kushawishi. Okay, kushawishi. Kwa hiyo kumshawishi mtu afanye vile unavyotaka wewe. Okay. Kutongoza katika namna ya kawaida tumezoea linatumika pale ambapo watu wanataka kuanzisha mahusiano ya kimapenzi, si ndivyo? Okay. Kwa hiyo ni neno mtambuka, sio mtambuka, ni neno ambalo sio geni. Lipo japo kuna context fulani, hasa sisi watu ambao tuna mlengo fulani wa kidini na kiimani hatupendi sana kulitumia, lakini ni neno ambalo linatumika. Ni neno pana sana. Ni neno pana. Sasa kwenye kuanzisha mahusiano ya kimapenzi kwanza, ni nani ambaye anatakiwa kutongoza? Kwenye kuanzisha mahusiano ya mapenzi anayetakiwa kutongoza ama anayetakiwa kuanzisha ni yeyote yule kati ya mwanaume au mwanamke ambaye kwa mara ya kwanza ataanza kuhisi kuvutiwa na mwenzake. Okay. Lakini kwa hali ya kawaida tuseme culture ya na sio tu Afrika, ni ulimwengu mzima, kwamba mwanaume ndo anaonekana kama ni party ambayo inatakiwa ianzishe. Yani inaweza ikatokea labda mwanamke ndo ameanza kumzimikia mwanaume au ameanza kumpenda mwanaume, kuvutiwa na mwanaume, lakini asimfuate, asianze labda kumwambia kwamba anajisikia vipi kwake, unaona? Yeah, yani mwanaume akampenda mwanamke, yeah, lakini asimfuate. Mwanamke anampenda mwanaume, lakini akampenda mwanaume, yeah, asimfuate, unaona? Okay. Inaweza ikawa hivyo kama yasipotokea mazingira labda mwanaume naye akaona ya kweli kuna mwanamke huyu kuna namna, akajiongeza, yeah, inaweza ikaisha hivyo. Okay. Unaona? Lakini kwa mwanaume inapotokea kwamba amevutiwa na binti au mwanamke, mara nyingi mwanaume lazima afanye jitihada ili aweze kumwelezea zile hisia zake yule mwanamke. Okay. Lakini kwa upande mwingine pia tukienda deep, tunaweza tukasema kwamba wanawake nao wanatongoza, ila tunasema they are voiceless, wanatumia non-verbal
wanatumia ishara communication tunasema ile. Wao hawatakuambia kwamba nakutaka au wakuvizia wakuweke kitako hapo waanze kuambia maana hivi sinajua nini, lakini ana njia zake za kukutongoza. Si nimekwambia mwanzo kwamba kutongoza ni kushawishi. Kwa hiyo ana njia zake ambazo anaweza kufanya kukushawishi, za kushawishi. Naweza nikaja kwa maneno, kushawishi kwa maneno, au nikakushawishi kwa vitendo. Sasa wao wanakushawishi kwa vitendo. Sasa anajua kabisa ni mashara mwili wake, si ndio? Maumbile yake, shape na nini, ni mzuri. Kwa hiyo kuna namna anaweza akautumia kukuonyesha jinsi alivyoumbika. Anajua tu kwa namna moja ama nyingine utavutiwa, utashawishika. Lazima utikisike, moyo wako utingishike. Kwa baada ya hapo wewe utaingia tu, maana yake tayari ashakushawishi. Ama akawa anafanya vitu ambavyo vinaonyesha anatengeneza ukaribu na wewe, anafanya vitu yani labda anataka kusaidie au kuna namna anavyokutazama, au labda inaweza ikatokea katika mazungumzo, labda mpo watatu ama kikundi, miongoni mwenu pia yupo kwa kile unachokizungumza yeye anakisupport, and she can be very excited kwa kile unachokisema, yani kwa kile hata kama umeongea kitu ambacho lakini yeye anakifurahia na anakisupport, yani kuna namna fulani anatengeneza mazingira kwamba yuko yani anakuagree, anakukubali. Kwa hiyo mwanaume sasa hapo ndo banzi kama hivyo, yani inaonekana mbona kama ashaelewa. Kwa hiyo kwa namna fulani anakuonyesha. Sasa hapo wewe yani kama wewe umetengewa tu wewe mali, lakini hasemi ila anakushawishi. Unaona hasemi ila anakutongoza. Umewahi kutokea labda kwa wale ambao nyumbani kulikuwepo mabeki, nasema mabeki tatu, wafanyakazi wa ndani, kazi za ndani. So labda amekuzidi ama kwa namna fulani amekuelewa Kwa hiyo inapotokea labda wakubwa wapo nini, kuna michezo anakuwa anakuonyesha nini, kwa hiyo yani namna fulani kama anakuvuta, si unajua mara kakaa hivi, mara kajilaza hivi, mara yani ni mtu ambaye anakushawishi. Kwa hiyo inatokea hivyo. Kwa wanaume wengi nadhani wame experience labda kwenye kipindi tukiwa mashuleni, binti anakuzimikia afu hivyo anaonyesha yake fulani, anakujali yani hivyo na hivyo, atakuletea vizawadi vitu nini, ujaja shule anajali wale kwa nini ukuonekana leo yani kuna namna anakuonyesha kwamba she's with you, yani ni wewe tu, anakutengenezea mazingira, yani wewe umetengewa umalize. Kwa hiyo kwa nini aseme tu kwamba kwangu mimi, yani instead ya kufanya hivyo vitu vyote aseme, tuseme kwamba, kwa sababu hapo bado mazingira anayoyatengeneza anakutengenezea wewe useme, lakini pia yeye ameshazungumza kwa lugha ya matendo, ya ishara. Hajatumia maneno ila ametumia vitendo kufikisha ujumbe. Wewe unatakiwa uwe mwepesi wa kuelewa. Sasa why don't she be direct? Tatizo hapo ni kwamba wengi tunaamini kwamba ili mtu atongoze lazima aseme, na ndivyo ilivyo of course lazima mtu aseme hivi. Kuna baada ya kusema, si ndio? Tunatarajia kwamba akubaliwe pia kwa maneno tu, sio tu kwa ishara tu unaona, japo mwingine anaweza asikubaliwe akaambiwa nimekukubalia, ila akaonyeshwa matendo akaona hapa kitu kishaiva. Kuna wale ambao wanaingia kwenye mahusiano bila kuambiana na kupenda, wote wanatumia matendo, unaona, ishara tu, ashamuona mwenzake automatically, hawajawahi kuambiana na kupenda, lakini wanajikuta tayari wameshaanza love affairs, kwa sababu kila mmoja anaonyesha, huyu anajibu, mwisho wa siku basi yanaenda, na wanaweza wakafika mbali kabisa, na sio tu kufika mbali, wanafika panapotakiwa kwenye ndoa mbele ya safari huko. Sasa ndo wanaanza kuambiana nakupenda,
na nimekumisi, lakini hawakuwahi kukalishana wakatongozana. Unaona kwa pia inatokea hiyo, na hiyo lugha ya wanawake hiyo, namna ya mwanamke kumshawishi mwanaume ina nguvu kubwa sana. Ina nguvu kubwa sana. Okay. Kwa sababu kwa mwanaume sema nganga mwenyewe lijaro ni ngumu sana kuchomoa kwenye mitego ya mwanamke ambaye amebarikiwa. Mwanamke mwenyewe kuta mwanamke amekuamria kweli, ameamua kweli kukuweka kwenye mitego, ni ngumu sana. Umesha kupitiwa na kangamoko wewe. Yusuf mbona alikimbia yule bwana, na ndio maana atabaki kuwa yeye. kwamba kwa wengine haiwezekani. Atabaki kuwa yeye, atabaki kuwa Yusufu, na ndio maana vitabu vilimwandika yeye tu. Sasa si viandikwa ili na sisi tujifunze kwamba it is possible. Why alikuwa Yusufu tu? Kwani kipindi cha Yusufu wengine hawakuwahi kupitiwa kwenye hao majaribu, lakini kwa nini alikuwa ni yeye tu? Atabaki kuwa yeye. Haiwezi kumwandika kila mtu, lakini atabaki kuwa yeye tu. Kwamba kuna eti ngoja wasikilizaji ambao mnatusikiliza, ukiwa wewe ni kijana wa kiume, hebu tuambie, wewe huwezi kutoboa ukifanyiwa hiyo mitego na hizo ishara, kwamba huwezi kabisa kutoboa? Mimi nafikiri inawezekana. Ni ngumu. Anyway, kwa hiyo mwanamke kuwa direct, achana na zile drama na nini na kutengeneza hivyo ishara na nini, yani just amekupenda akaja direct akakwambia. Anaweza akawa anafanya hizo ishara alafu akaona you are missing those signs. Sasa anaweza akaja akakwambia kwamba I say kaka fulani, mimi nakupenda. Wapo wanawake wenye wanaofanya. Is that okay? Kuna kipindi iliwahi kutokea, zilivuma rumors tetesi fulani kwamba kuna wanawake waliwahi kwenda kushtaki wakaraise hoja kwamba wanaume wanawanyanyasa kijinsia, kwamba why do we use much effort, tunatumia nguvu nyingi sana, tunapoteza muda kuonyesha hisia zetu kwao, lakini mwanaume hataki kuelewa, hataki kujiongeza. Mimi ni mwanamke, ni ngumu kuzungumza, lakini ninapoonyesha ishara zielewe hisia zangu. Wao walikuwa kama wanalalamika kwamba wanaume wanatunyanyasa kihisia, just kwa sababu sisi hatuna ile ujasiri wa kuweza kuzungumza, basi hawatuelewi tunapokuwa tunaonyesha zile ishara. Sasa waseme. Umeshaambiwa women are weak, they are weak. Weak in what sense? Weak in unapozungumzia hiyo weakness ya wanawake, sasa inagusa na hapo kuja kuiona kwenye vitu kama hivyo. Sio tu unasema kwamba mwanamke ni kiumbe dhaifu. Okay, ni udhaifu wake uko sehemu zipi? Moja wapo ni hizo. Anapenda, anahitaji, lakini anashindwa kuzungumza. Okay. Kwa hiyo inabidi aonyeshe. Kumbe anaumia mwisho wa siku jamaa, kumbe maskini wa Mungu yule mshikaji hata kusoma tu zile ishara hajui. Sasa mwisho wa siku binti wa watu anaishia kuumia, miaka nenda miaka rudi. Unajua sawa, anaweza akawa anaonyesha hizo ishara na mimi sio kama sijaziona, naona na ninaona kitu anachojaribu kufanya nini, kuconvey. Lakini unajua mapenzi ni kuridhiana, si ndivyo? Ndio. Yani sio tu kwamba yeye ameniridhia mimi, ila na mimi nimridhie yeye. Kwa kile anachojaribu kukisema kwa hiyo lugha yake ya ishara, mimi nimekiona na nimekielewa. Issue ni kwamba mimi sijamridhia, kwa hiyo sitamani kuingia kwenye hicho kitu anachotaka na yeye. Sasa akikisema, akiendelea kufanya hivyo, unafikiri mimi nitapata? Kwa sababu unaweza ukatafsiri, alafu ukasema ngoja nimwambie huyu binti, ukataka kumwambia kwamba aisee, nimeona kitu unachofanya na nini, mimi nisingependa kwamba tuelekee huko, alafu kumbe umetafsiri vibaya. Umeelewa? Kumbe yeye hakuwa anasema hicho, ni ukarimu wake tu. Umeelewa? Sasa akisema moja kwa moja, itanipa nafasi ya mimi kumweleza kama ninaridhia anachosema au
siridhii anachokisema. Ni upo sahihi, si ndio? Yeah. Lakini inakubidi uwe mtu mzuri sana kwenye communication, kwa sababu kama umekuwa na uwezo wa kuelewa ile lugha anaoitumia ya matendo, ishara na nini kuonyesha hizo, umesha realize kwamba huyu mtu kuna namna fulani labda ananihitaji, si ndio? Si vyema sana wewe kujibu pia kwa maneno kwamba dadangu nimekuona sana, unajua hivi nini. Anaweza kukuruka, ndio. Sasa okay, mwenzako kama amezungumza kwa ishara, na wewe zungumza kwa ishara. Sasa how do I say no? Yani namwambiaje hapana? Okay, si umeona ishara zinakuhitaji, na wewe jibu kwa ishara kwamba sipo tayari. Sasa najibuje? Mazingira, kuna mazingira unawekwa yaepuke hayo mazingira. Unatakiwa kuignore. Ignore. Yani kuna namna unaweka. Sasa umesema anaendelea kuumia binti wa watu. Kwani si ndo hapo anapokuwa anakwepwa ndo tunasema kwamba you are communicating your no. Huyu mtu naye anajibu. Maana yule dada naye anatakiwa aelewe kwamba huyu mtu anajibu kwamba hayupo tayari. Si ndio? Kwa sababu reaction zake zipo negative. Angekuwa tayari, angekuwa ni afurahia na angekuwa anazidi kutengeneza mazingira ya mimi kuendelea kufanyaje, kumshawishi zaidi. Lakini kila pale ambapo nataka kumshawishi anakwepa. Kwa mfano tuseme labda kwa wale ambao tuliwahi kuwa katika kile kipindi cha chuo na nini, so kuna kipindi unaweza ukawa na discuss na watoto wa kike au unapata nafasi ya kuwaelekeza nini. Hasa kuna mwingine anaweza akakuhitaji uende geto kwake kumwelekeza na room kwake, unaona, so ukamwelekeza unaweza ukafika pale day one unaweza ukafika pale mambo yakienda poa kabisa, si ndio? Mkaelekezana nini vitu kama hivyo. Day 2, day 3 unashangaa kuna namna mbona anaanza kubadilika mikao, zungumza yake, anakuwa hayupo serious sana vipindi tunapokuwa tunasoma nini. Kwa kama wewe unakuwa umeshaanza kuelewa sasa zile ni namna fulani michezo inaanza kuchezeka pale, unaona. Kwa hiyo sasa reaction yako sasa itakuwa inamsupport ama inamdiscourage. Labda ulikuwa umezoea kwenda jioni, usiku nini, mnakaa pale unabadilisha, unakuwa unaenda labda una balance muda ambao hautakuwa wa hatari sana, unaona kwamba kuna mida ya hatari. Kuna mida ya hatari, ndio. Kuna mida ya hatari ujue. Labda ile night sana, unajua unashangaa ashaanza kulegea kisingizio usingizi na nini. Ukiona huyu mbona kama hapa bado ananimudu tena. Tulikuwa tunakuja mmoja, sasa hizi naongeza mtu. Tuje wawili. Kuna namna unakuona au unasema tu kabisa tusikutane room. Hebu tusikutane hapa room kwako. Kama ni masomo naomba tunakutana sehemu fulani ambapo ni public na tunaelekezana na vitu kama hivyo. Yani kuna namna unakuona kwepa. Reaction zako anaziona kasa kwamba unamkimbia. Yeye mwenyewe anaona kasa kwamba huyu mtu hajai kwenye mfumo huo. Anaweza sasa, kama ni mtu ambaye anaelewa kwamba nimejaribu kumshawishi lakini amenikwepa, kwa hiyo anaweza akaelewa na akaishia hivyo. Akiona kwamba lugha ya ishara haitoshi, ndo anaweza akajitutumua sasa, akaja akazungumza kwa maneno kwamba aisee hivi na hivi, ila nimejitahidi kufanya hiki na hiki na hiki, niliona labda umeniignore, sijajua labda haupo tayari au hujapendezwa na hiki hivyo. Yani hapo na wewe sasa ndipo utajibu kwa nini, kwa maneno. Sasa kwani kwenye communicate, ana communicate kwa hizo nini, hizo signs. Ni lazima ni tempt mimi kwenye namna ambayo nitamtamani. Kaza kumtamani sio kumpenda. Akiwa ananionyesha labda hizo maungo na nini, ana tempt my last tamaa. Ni lazima afanye hivyo, au kuna namna nyingine anaweza sio kukuamshia tamaa. Ni just tunasema kukuattract, kukuvutia
Sawa? Okay. Tunasema ua zuri linanukia. Kwa linaponukia linavutia nyuki. Okay. Sio? Ya kona yeye kuna namna anaitengeneza akuvutie. Kwa sababu ili umpende mtu akuvutie. Sio? Okay. Ya, kwa anatengeneza mazingira ya wewe kuvutiwa naye. Okay. Kuna mtu yani akiona sehemu fulani za mwanamke akaziona ndo tayari attention yake ina. Na tunasema mapenzi yanaanza na kuvutiwa, si ndio? Ili umpende mtu lazima kwanza uvutiwe naye. Na kipi kinakuvutia? Kila mtu ana kitu chake kinachomvutia. Mwingine alimuona tu mwanamke parts zake za mwili labda hivyo zikamtamanisha, zikamfanya akavutiwa naye, au mazungumzo tu jinsi mwanamke anavyozungumza hivyo na nini na nini akavutiwa, macho akavutiwa, unaona? Kwa hiyo yani ni sasa na wewe kuona labda tukiwa tunatembea, si ndio? Kwa nini watu wanaweka sample madukani? Sample. Kwani wewe hujui kwamba pale kuna nguo zinauzwa? Najua. Kwa nini zinawekwa sample? Nione bidhaa zinawekwa pale ili utakapoona uione jinsi ilivyo, uvutiwe nayo. Ukishavutiwa nayo utakwenda kufanyaje? Kutaka kuimiliki, si ndio? Nataka kama ile kuimiliki. Sasa nitaipata hii, maana yake umeiona, labda uliiona mara ya kwanza ukavunga kwa sababu mfuko haujataka kushirikiana na wewe, umekunyima ushirikiano, ukasema one day yes. Siku ambapo wewe unacheka na mfuko wako, unapita tena mazingira yale ipo, unaona Okay. Fika pale wanataka kuimiliki, si ndio? Ndo kama hivyo sasa. Na hata kusetia mazingira uone kwanza yaliomo. Sasa sikiliza. Kuna mtu mmoja aliniambia hivi, wanawake wanaogopa kwenda anaweza akawa amempenda kijana, amekupenda, sawa? Anaogopa kuja kuambia kwa sababu unaweza ukamuona malaya na vitu kama hivyo. Sasa mimi nauliza, ni kipi kati ya yeye aje akwambie moja kwa moja kwamba aisee mimi nimekupenda, au aanze kukuonyesha ishara kama hizo, kuonyesha maungo, kutamanisha na nini? Ni kipi kati ya hivyo ambavyo wewe unaweza kuona probably huyu msichana au huyu dada ni malaya? Ni notion ambayo ipo na wengi wanaishi. Okay. Lakini kiuhalisia sio sawa. Mwanamke naye ni sana mwanaume, ni sawa na mwanaume. The way ambavyo unaweza ukaona kitu akipenda, naye anaweza akaona akipenda hivyo hivyo. Okay. The way ambavyo unaweza ukamuona mwanamke ukavutiwa naye, na yeye ndivyo hivyo ambavyo anaweza akamuona mwanaume akavutiwa naye, tena at the first time tu. Okay. Si ndio? Na ndio maana kuna wanawake wengine huwa akiendewa na mwanaume akatongozwa, anasema by the way sio siri, nisikufiche, mimi nimeanza kukupenda mapema. Pengine ni kabla hata ya wewe. Ila nilishindwa tu kusema. Unaona? Hapo ndo tunarudi pale kwenye kwa nini anashindwa kusema, na kwa nini angesema angeonekana anaogopa kwamba tuonekana ni kwa nini angeonekana malaya? Kwa sababu watu wanaume wanaamini kwamba mwanamke ni weak na anatakiwa aendelee kuwa weak. Yule ambaye ameweza kuvunja ile weakness akaweza kuzungumza, tunamtembrake huyu itakuwa ameshakuwa mzoefu wa hivi vitu. Imefikia hatua sasa amekuwa crew, anaweza akazungumza, haogopi. Unaona? Kwa wanaume tunatamani tuendelee kumuona yule mwanamke kwenye ile, yani endelee kuwa na hiyo weakness, endelee kuwa weak. We know men tunatamani sana kumuona mwanamke akiwa under, asifanye vile vitu ambavyo sisi tunaweza tukafanya. Sasa sikapenda, lakini jamani, ndivyo hivyo sasa. Na ndio maana ikaje hiyo notion kwamba akisema tunamtembrake huyu mtu ni malaya, lakini kumbe ni sawa, mtu ameamua kuexpress hisia zake. Na ndio maana wengi wanashindwa kusema kwa sababu wanaogopa wataonekana hivyo. Kwa ni bora akuonyeshe mazingira ya wewe useme
Sawa, useme wewe, niseme mimi, useme wanze wewe, sawa. Hata kama alianza yeye kupenda, ila kutengenezea mazingira uje uanze wewe, useme wewe, sawa. Na inafikiaga hatua hata kama alikuwa amekutengenezea mazingira yeye, bado kujiprotect asionekane kwamba yeye ni evil. Unaweza ukaje ukasema anakakutolea nje. Yani katengeneza mazingira mwenyewe, si ndivyo? Sio kutengeneza mazingira, amevutiwa na wewe, si ndio? Kateseka moyoni, ikafikia tu akaanza kupanga mipango, akaanza kuseti mpaka ukajaa mwanaume, ukaenda ukamwibukie bwana, sister ipo hivi na hivi, anakataa tena, anakuruka tena, anakutemea nje, unaona piga chini kwanza, unaona afa anasikilizia, akatua akienda sema aseme tena, unaona anafurahi, inawezekana kuna namna fulani imeanza, anataka aonekane kidogo ana msimamo, aonekane na msimamo, asije akawekwa kwenye hilo kundi ambalo mke mwenyewe nimemfuata mara moja tu tayari ashajaa. Unaona hapo kabla hujaendelea mbele, kwani anyway ili swala tutalizungumza shortly, tunarejea muda si mrefu. The Rays Podcast, hapa ufalme unatawala. Okay, umesema hapo kwamba unajishtukia kwamba huyu nimemfuata tu mara moja, alafu mara moja tu tayari kubali vipi? Wakati huo kumbe binti wa watu alishaanza kuonyesha vitu mapema, alishazama, unaona? Anaonyesha na kuhitaji mapema, yani alikuwa anasubiria tu wewe, na wewe umeshaona. Doesn't matter ulielewa signs au hata hizo signs haukuzielewa, ile ukajikuta tu umevutiwa naye na wewe ukaingia ukatupia voko, unaona? So mrembo akikubali siku hiyo hiyo, unajua wanaume sometimes tunataka challenge, unasema mbona unaona kwa naye inabidi afanyeje, ajitengenezee value fulani, unaona? Alikuwa anakuhitaji, sawa, anajua alikuwa anatamani sana ifike hiyo siku umwambie, unaona? Kwa hiyo kwake anahesabu kama mafanikio. Okay, kwa hiyo anafanyaje? Kuna namna anakukatalia, unaona? Anakukatalia, unaona? So na kuna mwingi sasa katika kukatalia, wengi wao huwa wanakataa kwa namna fulani ya kukutaka huko, anakuinvite kwamba uendelee, yani anakukatalia huko, anakushawishi uendelee, keep on. Na kuna yule ambaye akikukataa na kuzima kweli, ujue unajua huyu kweli hataki, anakataa, unaona? Na ndio hata wanaume sasa hapo waga wanacheza na codes kwamba huyu amekataa, lakini katika kukataa kwake mbona kama ananishawishi niendelee kupushi, unaona? Kwa hiyo lazima na wewe uangalie sasa, nimekataliwa kwa namna gani hapa, huu mkatao huu ni wa kunistop nisiendelee, lakini huu mkatao ni wa kunivuta. Kuna mikatao kuna ule mkatao unajua huyu huyu hataki, yani kuna ule mtu amekataa, huyu hataki kweli, hapa hakuna nafasi ya kuendelea kutia neno. Sasa hiyo unajuaje? Kajipange hapo, hiyo unajuaje hiyo? Wataalamu mtajua tu kwamba hapa nimepigwa pini hapa, lakini kuna ile ambayo unakataliwa wewe mwenyewe, unasikia ile soft, ile kwamba hapa kama nakuwa invited kuendelea, why this is a soft neglect, yani nakataliwa lakini softly, yani sasa kuna wale ambao una enjoy kukataliwa kwa sababu unapewa nafasi ya kuja tena. Okay, like unaambiwa ulivyokuja sio, ama njoo hivi, kwa hiyo unapewa mazingira ya kurudi tena, unaona? Unamtumia mtu message, anakukataa lakini kwa namna ambavyo inakushawishi kuleta message nyingine. Vipi akikwambia hivi, anakwambia kuna wale ambao unamfuata, anakwambia nina mtu wangu huyu, akikwambia hivi unatakiwa kuendelea au jiongeze. Sasa unajiongezaje yani hapo? Nina mtu wangu sio jibu la kukufanya uache. Unaweza ukafikiria kufanya mapinduzi, revolution, kwa sababu akikwambia nina mtu wangu, hiyo na mtu wangu ni defense ndogo sana, ambayo hata wewe ukiambiwa hivyo afu ukaacha, yeye mwenyewe atakuchukulia huyu mtu kama alikuwa ananitest, kwa sababu guidance ya wengi ni hiyo tu, na mtu wangu.
lakini doesn't mean kwamba haikunyimi wewe kuendelea kupush. Unaona? So unaweza ukapush ukashangaa mbona hiyo wewe ndio utajua sasa unaipangua vipi hiyo, kumbe huyo mtu hayupo. Unaona? Ama huyo mtu yupo lakini amewekwa kwenye mabano, anything can happen. Yani sio kitu strong. So wengi wajanja siku hizo, tuseme si wajanja, sio mtu anaambiwa na mtu wangu anakuambia hiyo sio kesi hiyo, mimi na wewe ni watu wazima. Hiyo haiwezi katusumbua as long as utanilizia. Hilo haitatusumbua. Yupo, yeye atakuwa kwenye nafasi yake na mimi nipe nafasi yangu. Alafu baadaye wakati utazungumza anasema turuhusu wala hata usimdisturb. Mpe nafasi yake, mpatie muda wake. Na mimi hiyo kaka, sikiliza, hiyo ni Kikristo kweli hiyo kaka. Sikiliza, to Kristo, kwa sababu hapo hamna Kristo tena. Hapo hamna Kristo hapo. Unaambiwa wewe huyo sawa, mtu wako yupo na ninakubali, nimemkuta, as long as utanipa hiyo nafasi nita respect sana muda wake. Kwa hiyo the time ambao utaniambia upo umempatia muda, I will respect it. Katika wakati wa kushawishi ni vizuri sana kukubaliana na kila kitu, hata kama unaona kina risk, lakini unaamini kuna wakati utakipangua mbele ya safari. Unachopambania kwanza ni kuingia. Ukikuta yupo kweli, unachopambania ni kuingia. Nipata yupo ama hayupo, unachopambania kwanza ni kuingia. Okay, umeingia. Ukishaingia sasa yupo mwenyewe mpaka umepewa nafasi hiyo, maana yake yule jamaa kuna sehemu hajafiti, unaweza ukapindua, hajaziba mianya yote. Kwa sababu kwa yule ambaye ameziba mianya yote, ukiambiwa kwamba nina mtu ile nina mtu haitakupa nafasi tena wewe kuendelea kuwepo, kwa sababu hutapata nafasi ya kuingia. Lakini kama utamuomba kwa maneno kama yale pale kwamba nipe hiyo nafasi hapo, then I will respect the time ya huyo jamaa na wala sita disturb chochote. As long as wewe nilizie na hii ni mimi na wewe. Wakati ambao utaona unafaa kuwa na mimi, njoo, lakini muda wake ta respect sana na wala sita disturb kuhusu yeye. Okay. Unaona? Then ukiona umekubaliwa, ujue umepewa nafasi ya mapinduzi. Wewe sasa ukishaingia, kwa hiyo wewe unahalalisha mapinduzi. Do you know maana ya tuseme mahusiano? Mahusiano, unajua maana yake? Mahusiano si haya ambayo tunayazungumza hapa. Tunazungumza, si ndio? Si nikwambie nini? Okay. Lakini watu tuseme vijana tuseme, ndio ambao bado hawajaoa na kuolewa. Tunazungumza wale ambao hawako kwenye mahusiano ambayo yameenda mbali. Probably hayana future na nini. Hata kama tuzungumzie watu ambao hawajaoa wala kuolewa, huwa tunasema kwamba wapo katika muda wa kuchagua wakati wote. Okay. Before hujaolewa, before hujaamua kuoa au kuolewa, tunasema bado uko kwenye nafasi ya kuchagua. Bado uko kwenye mafikiri. Ndio maana unaweza ukashangaa watu wamekaa miaka 3, 4, 5 alafu wasije kuingia kwenye ndoa. Ukishangaa mtu amekaa na mtu miaka 4 alafu akaja kuoa mtu mwingine. Swali ni je, amempata wakati huo au alimruhusu wakati wakiwa kwenye mahusiano yake yale? Kwa hiyo inaweza katokea pia hivyo. Sawa, kwa sababu ni kipindi ambacho watu wanatafuta the right person kupea naye na nini, si ndio? Sasa hapo ndipo changamoto ilipo. Nadhani hiyo ni topic nyingine kabisa. Yeah, we will come to that another day. Hiyo tunasema mtu ana cheat. Vipi kama akisema siko tayari sasa hivi kuingia kwenye mahusiano? Is that an invitation for you to carry on or kutongoza ni skills? Kwa hiyo hatuwezi kusema ni kutongoza ni skills. Hatuwezi kusema ni one way. Ukiambiwa kwamba unapokwenda kumshawishi mtu, usiende na majibu yako kwamba nitaambiwa hivi. Okay. Wewe unachotakiwa kujua tu kwamba ninatakiwa ni muwin.
Kwa kama anatakiwa kumwin, tumia mikakati ambayo unaona inafaa. Tumia hizo skills zako kupangua kila kizingiti kinachokuja. Usikikubali kirahisi, si ndio? Kuna vingine unaambiwa sipo tayari kwa sasa. Hayuko tayari. Tumesema ni skills. Then why? Kwa nini haupo tayari? Unatakiwa umuulize. Kwa lugha ambayo unatakiwa ujue hicho kitu. Kwa lugha ambayo unajua, kwanza tunasema kutongoza, si ndio? Ama kumshawishi mtu si jambo la kukurupuka tu, si ndio? Ina maana ni kitu ambacho ni process. Kwanza unaanza kutengeneza ile mazingira ya wewe kuweza kuintroduce jambo lako, si ndio? Tunasema ni ile sisi watu wa social ni engagement, yeah. Okay. Engagement au tunasema rapport building, kutengeneza ile relationship, yeah, ili akutrust, ili aweze kusikiliza unachokizungumza, na yeye awe free kusema, yeah, si ndio? Kwa sababu huwezi kumkuta tu mtu labda amekutana somewhere, dada samani, unajua mimi hivi na hivi na hivi, unaanza kutia voko. Sasa chize, utajibiwa vyovyote vile, na utaona kama anadharau, si ndio? Lakini tengeneza mazingira, build rapport, engage vizuri na yule mtu. Ndio sasa mtu anaweza akaanza hi, poa, hivi na hivi. Unatengeneza mazingira au kubali uwepo wako, si ndio? Yeah, wengine anaweza akataka labda kujua tu hata jina, kama ataambiwa jina doesn't matter, labda ni jina la kweli au la uongo, si ndio? Naye atasema jina lake hivyo, wanaanza kupiga stories hapa na pale. Inaweza ikaishia hapo kwa siku hiyo, wakatambulishana, kaa wapi, na kaa hapo, sawa, mimi nafanya na kaa hapa hivi, wakajuana tu kwa kiufupi, wakajuana, si ndio? Ni mazingira yanatengenezwa, kesho wakakutana tena hivyo. Unaona, mwisho wa siku mtu anaingiza jambo, unaona? Kwa huyo mtu ni easy sana kusikilizwa na akapewa majibu. Kwani siruhusiwi kusema siku hiyo? No, you can, unaweza ukasema, inategemeana hiyo siku mmetengeneza vipi, kwa sababu mnaweza kukutana na mtu siku hiyo mkapiga story, mkajikuta mmeshare vitu, si ndio? Ambavyo ikafikia tu mpaka ukawa na uwezo wa kuliingizia hilo pia. Ila sio kwamba mmekutana, yani issue ni kwamba usikutane siku hiyo wakati umekutana tu unaanza kusema na kupenda sio, labda kwa mfano unaweza kukaa na mtu hata kwenye usafiri for a long distance travel, mmeongea vingi, mmebadilishana, mmejuana wapi hivyo, ukajikuta kuna baadhi ya vitu mmeshare, hata kama sio complete kila kitu, ila kuna vitu mmeshare ambao vinawaruhusu nyinyi kuweza kuzungumza hata hilo. Tayari umeshatengeneza, engage vizuri. Unaweza ukazungumza, ukajibiwa vizuri, na yaka kujibu free kabisa, unaelewa? Engagement. Kwa sasa unapokuwa umeambiwa labda sipo tayari, ni jibu zuri sana, jibu ambalo bado inakuruhusu wewe kuendelea kuweka mtego mwingine, kutupia kete nyingine. Unaona? Mimi ni au kutongoza, if I may say that, au kutongoza it's an art, ni sanaa. Of course, it's an art. Kwa hiyo it's an art, pia ni experience. Sasa ukizungumza experience, manake wewe ushawahi kutongoza watu wengine. Is that what you're saying? Experience, kutongoza, umeelewa maana nimezungumza kutongoza nini? Okay. Kushawishi, si ndio? Kushawishi. Kwamba ushawahi kuwa unashawishi kwenye categories nyingine. Inaweza kuwa wewe ndio maana dalali dalali kumkwepa dalali kazi sana. Okay. Huku yuko. Nakupata. Kuna kinganganizi huko jamani. Mwisho wa siku kuna wadada wanaamwaga, basi amenisumbua sana. Msumbufu. Tuelewe anapelekwa huko. Kama yule kadhi Zalimu. Sema mama amenisumbua sana bwana. Ngoja nimpe haki yake. Mtu anapelekwa huko akubali. Hebu usinisumbue bwana. Basi sawa. Unaona? Unataka kukomaa.
Sawa. Sawa. Lakini pia it's the matter of experience. Sawa. Sasa for the sake of time, inatakiwa kwa mfano nimeenda na nimemtongoza, maana yake nimemshawishi ingie na mimi kwenye mahusiano. Ndio. And she has kept me pending. Umeelewa? Labda unafikiri inatakiwa ichukue muda gani reasonably inatakiwa ichukue muda gani mpaka anipe complete answer, it's a yes or no? Kuna wale wengine ambao yani mnaenda tu hivyo, uelewi huyu anataka au hataki. Kwa kichwani kwako unaona kwamba labda bado ananisoma, bado ananipima kwenye engo zake yeye za mwanaume anayemtaka, but sometimes it takes a long time. So reasonably, what time should it be until you get that complete answer? It's a yes or no? Actually hapo naweza nikasema kwamba hakunaga limit ya kusubiri. Hakunaga limit ya kusubiri. Hata miaka miwili, hata kama ni miaka 7. Sikiliza nikwambie. Uko serious? Sikiliza nikwambie. Hakunaga actual time kwamba anatakiwa nisubiri kwa muda huu kisha vuka then yani achane naye, kwa sababu inategemeana na wewe unachokisubiri ni kipi ulichokipanda. Kuna matumaini, si ndio? Kuna mtu ambaye anakuambia wait. Hajaniambia wait. Hajaniambia wait. Yeah, subiri nitakupa jibu. Si ndio? Ameniambia subiri nitakupa jibu. Si ndio pending yenyewe? Yeah. Umeambiwa nitakupa jibu. Si ndio? Nafikiria, anasema nafikiria. Lakini bado mkaendelea kuwa na zile meetings, mnaweza mkakutana, mkasalimiana, mkashare baadhi ya vitu, mkazungumza. Si ndio? Kwa mwanaume ambaye ana chase, si ndio? Huwa aishi kugusia. Okay. Si ndio? So utakuwa unaona, je, amenipiga pending, lakini katika uhusiano wetu sasa ambao nikiwa nasubiri upoje? Kuna pending ambayo unapigwa, lakini katika ile waiting time unaona kuna vitu unapewa. Yani kuna vitu unaviona vinakupa matumaini ya kwamba tunapoelekea, nadhani hata haitakuwa muda mrefu sana nitapata majibu. Kwa hiyo anakuwa hajakubali totally, kwa sababu anayekupa time kuna mawili. Inawezekana ni katika lile ambalo tumelizungumza mwanzo kwamba hataki kuonekana kwamba ni mwepesi, kwa mwepesi, si ndio? Okay. Kwa hiyo inabidi atulie kwanza kwa muda aje kujibu. Okay. Si ndio? Na mwingine anaweza akasubiri huo muda, sawa? Akashindwa kuja kusema, na ndio maana nikasema kwenye akishakupa hiyo pending ya kusubiri afu mkaendelea kukutana, kuna vitu utakuwa unaona mbona treatiwa kama nimeshakubaliwa, kama tuko design kama tuko kwenye mbona kama tayari mtu mwenye uwezo wa kujiongeza, ndio unazungumzia experience au art. Sasa hapo unaona kwamba huyu mbona hamna haja kuja kuambiwa, unashangaa tu can I try this, unaona mbona mambo yanajipa, unaona. So usikio kusubiri kwamba utakuja uitwe ukaalishwe sasa ile issue yako. No, wewe ndio unatakiwa unafanya follow up, test zali. Inabidi akupe jibu kwamba okay. Ndio maana nimesema mwanzo kwamba kutongoza ni art na ni experience. Na tumezungumza wanawake design yao ambao wanaweza waka-communicate kwenye mambo. So sometimes they are not that direct. Usitegemee kwamba atakuja akuite fulani, ile swala lako nimelifikiria. Unatakiwa uendelee kufanya follow up. Kufanya follow up maana yake uendelee kuchokonoa. Aiza na si vizuri sana kukaa unauliza vipi ile swala langu. Usiulize hivyo, maana yake utakuwa unapewa majibu ambayo ni angalia tu ishara anazokupa. Ikiwezekana milango anayokufungulia. Angalia kipi kimefunguka. Naona hiki. Na we test kufungua mlango button nyingine kwamba itafunguka. Kwa sababu okay, let me skip this. Nikiskip si kwamba I'm not done with it. I'm done with it, but
sio lazima sana mpaka confirmation. Let me skip it. Okay. Sawa, nimeskip and then nimeruhusiwa kwenda mbele. Sasa unataka nini kingine? Kwa sababu ukikaa unauliza vipi umenikubalia? Utakuwa unaulizwa bado jamani. Bado. Unaona? Mwisho wa siku unaona mbona anazingua. Kumbe skills zako zipo chini. Kwa kumbe unaweza kukubaliwa. Ushakubaliwa bila kukubaliwa. Not necessary tu kuambiwa kwamba sawa nimekubalia. Sasa wewe nimekuambia try to press another button. Imekubali. Okay, hii button ilikuwa haifikiwi kama hii haijakubali. Okay, I'm trying to press the next button. Button hiyo imekubali. Manake hii ilishakubali. Vipi una press hizo button na hazifunguki? Manake for the longer time. Let's say ndio hivyo sasa kwenye skills zako, ndio. Lakini pia huyo mtu umemuona kweli katika kukwambia usubiri. Ndio na maana nazungumzia arts and skills. Unasoma na wewe mchezo. Nimeambiwa nisubiri, lakini hapa kweli kuna kusubiri au ndo nimepigwa chini? Kwa sababu hata kama nimeambiwa nisubiri, lakini yale mahusiano ya kawaida katika ile waiting time, mbona kama na kaziwa tu, yani unaona kabisa hapa unaona this is too serious hapa. Na inawezekana kweli huyo mtu akawa wala hata hakufikiri na alishaondoa kabisa hilo swala, si ndio? So inawezekana hujamshawishi vizuri au bado hajavutiwa na wewe, si ndio? Kwa you can have a time labda kama tu amekuruhusu pia kuwa karibu. Maybe au hata mkawa mbali lakini ulishajaribu kuzungumza. So kama ndio watu wanasema kwamba hainaga limit, kwa sababu kuna wakati unaweza ukagaili, si ndio? Ukaacha. Labda tuseme ni mwaka huu. Au uliambiwa nitakupa jibu. Katika kusubiri ukaona mbona kama sio ni matumaini, si ndio? Uka cancel ile issue, si ndio? Then ukiendelea na maisha. Kumbuka wakati huo wewe mwenyewe una develop baadhi ya vitu, si unajua? Unajijenga mwili wako, unaongeza status yako, si ndio? Kiuchumi, nini na nini. Mwisho wa siku inawezekana ulivyomfuata mwanzo kumvutia kwa sababu muonekano, status na vitu kama hivyo. Sasa si ndio? Subiri. Wewe ulivutiwa nini kwake? Ni siri yako. Nini kilikufanya ukavutiwa naye? Siri yangu, si ndio? Inawezekana uliona mashallah mtoto kapendeza, akivaa nguo zinaonekana, sio? Tabia na nini. Kwa ni vitu ambavyo yeye amejitengeneza hivyo, ndio maana umevutiwa naye, si ndio? So yeye akaona sio vitu vyangu, mbona sivutiwi na chochote kwake. So at the second time unaenda tayari umeshaji update na wewe, si ndio? So kuna namna fulani na wewe kuna kitu umeongeza, muonekano labda, status. Kwa unajikuta labda katika 100 una 40 kuna vitu ameona vitu vyangu hapo vipo, si ndio? So unaweza ukashangaa mbona round hii kuna kitu kama nime unlock. Unaona? Mbona kama kuna kitu nime unlock. Unaona? Lakini ulianza kipindi kile ukatupa keto ukaambiwa wait nitakupa jibu. This time umekuja upo tofauti na yule wa mwanzo. Maana yake naye anaona this guy is developing and still he loved me, ndio? Kwa mwanzo aliniambia, ameniambia tena. So unaweza ukaambiwa pia jamani ngoja basi mimi nakuelewa, najua nyinyi mtazungumza vipi, lakini inawezekana mkagusia na nyuma au mkaenda mbele. Pia unaweza ukaambiwa basi wait. Unaona? Kwa hiyo unaweza kwa mtu ambaye wewe si unamtaka. Ndio. Si unamtaka, umempenda. Of course. Wait. Sindio? Ukiendelea. There is no reasonable time. Inawezekana kuna mtu ulimfuata. Kwa mfano, mimi nakupa story moja ya rafiki yangu mmoja ambaye mimi nimewahi kudate na binti mmoja hivi. Tukiwa O level form 2 hivi. Binti nikawa naye. Okay. Unaona? So kuna rafiki yangu mmoja alikuwa mbele darasa. Akamtaka yule binti. So alikuwa ananituma mimi
kwa yule binti. Yani wewe unayetoka naye asijue kwamba mimi nipo kwenye mahusiano na yule binti. Si ndio? Kwa hiyo jamaa alionyesha maji yamelowana yule mtu mapema. So kuna nami nikaa namfikishia yule binti kama utani, mtania nini na hivi, kuna mtu amemzinikia hivi na hivi na hivi, mimi nimetumwa nikwambie. Did you really mean it? No, I didn't mean it, but nilikuwa nachukulia like part of utani mimi. Namwambia ila naifikisha. Unaona? So since tukiwa form 2 kuja mpaka tumemaliza chuo, nikamit na mshikaji katika kipindi ambacho nimemaliza chuo. Toka form 4? Yeah. Toka form 2 alimtaka. Form 2? Yeah, tukiwa form 2 sisi alimtaka mpaka nimemaliza chuo. Nikakutana na mshikaji akaniuliza, kwa sababu ilifikia tu akajua kwamba mimi na date na yule. Alikuja akajua. Akawa mpole. Maana yake alijipa muda. Baadaye tukiwa wakati huo tulikokutana tena akaniuliza vipi kuhusu yule binti. Chuo? Nikiwa nimemaliza chuo mimi. Umemaliza chuo? Maliza chuo. Mimi nikamwambia yule binti bwana tulishaachana muda. Tulishaachana kila. Yaani bado mpaka muda huo na? Yeah. Can you guess now? Unaona mtu anaweza kusubiria. Okay. Si ndio? Si anampenda, anaweza kusubiri. Kwa kama mtu anampenda, hamnaga muda wa wewe kusubiri kwamba ukifika huu muda sasa niache. You have to keep pushing until the day ambao wewe utamshawishi sasa. Until the day ambao wewe utapata hiyo nafasi. Si ndio? Wewe Bible umeisoma. Kuna mtu amefanya kazi miaka 7. 14. Anaitwa Yakobo. Miaka 14. Miaka 14 anamsubiria. Wewe ni nani? Unaona? Kwa hamnaga muda kusema kwamba hapa sasa kufikia hapa. Manake bado hujaqualify, hujamiti vigezo vya kumshawishi. Manake sasa wewe kama ambavyo unaweza ukastruggle kutafuta ile doctorate mpaka unapata PhD. Manake fanya research zako zikubalike. Sembuse kwenye bana imekataliwa bado mpaka ikubalike. Unaona? Wewe unataka umwin. Jo, inawezekana njia ulizokuja nazo bado. Endelea kujiupdate mpaka umpate kwamba hivi ndio vitu vyake sasa, nimeingia kwenye vitu vyake anavyotaka yeye. Okay, utampata. So yule jamaa bwana kama hivyo ushaachana. Sasa kanifosia namba yake tena. Yeah. Kaambia usiwaze. Nikamuuliza vipi? Kwa sababu mimi nilikuwa na wasiana naye yule dada. Yule dada kuna namna alikuwa anaitaka ndoa, unajua. So nimemwambia okay, mimi nakupa mke. Sawa. Kama wewe unamtaka mimi nakupa mke. Naomba unihakikishie kweli kwamba utamuoa. You are going to marry her. Nihakikishie hilo mimi kwanza. Kaniambia brother, kweli yani kama itawezekana hilo mimi kweli nitamuoa. Kasema okay, mimi nakupa namba. Nikampa kodi. Pita Acha. Tamuini. Kweli jamaa akapita mle ambapo nimemwelekeza mazingira na nini. Guess what? Ni familia na wana mtoto sasa wameoa. Alimuoa kweli? Kamuoa na wana mtoto sasa. Wako. Hiyo ni personal issue nimeishare. Sasa unaweza ukaona kwamba hili swala halinaga. Halina reasonable time. Kwamba imefika muda huu sasa niache. Wewe umeambiwa subiri. Subiri. Endelea, ili ukisubiri haimaanishi uende ukakea usubiri kwamba utakuja uambiwe bana sasa njoo. Keep on trying. I say. Follow up. Umekaa wiki, umekaa siku 3. Make follow up. Na hiyo follow up sio ya kwenda kuuliza eti kama vipi jibu langu. Jamani jibu langu. That is stupidity. Hiyo tunasema wewe huna skills. Yaani kwa sababu umetengeneza swali la kujibiwa ndio au hapana. Kwa utaki kutengeneza hiyo jamani vipi mpaka sasa tu hujanifikiria. Jibu langu vipi? Bado. Wewe try to unlock another thing. Okay. Ikigoma ndo unajua kumbe kuna sehemu sijamaliza. Rudi kwa mpole, sio? Brother. Kaka una madini.
Umeona Sisi tunashukuru sana. We had a very insightful discussion. Nafikiri tufikirie basi kufungua shule za kutongoza, maana wengi tunakwama sana kwenye hilo eneo. Unasema tunakata tamaa mapema. Vijana, si tu kutongoza. Si unapokuwa unakihitaji kitu chochote tunasema you should have a good communication skills, si ndio? Communication skills mojawapo ni uwezo wa wewe kumshawishi mtu akubaliane na unachotaka, akubaliane na kile ambacho unakitaka, umwini. Si ndio? Ndo swala ambalo linatukwamisha vijana wengi hata katika kuziwini fursa kwa mtu fulani kwenye maisha ya kawaida. Si ndio? Cause your communication skills is very poor. Huwezi ukaenda kumshawishi mtu ufanye naye biashara fulani. Huwezi kumuingia mtu hawezi kukupa idea ama mwongozo au njia ya kitu fulani. Kwa sababu huwezi kujieleza vizuri. Huna confidence. Si ndio? Haujui muda gani nizungumze hiki na huyu. Si ndio? Kwa hiyo sasa ndio hata kutongoza wakati mwingine ipo hivyo. Hujui saizi nizungumze kipi kwa huyu. Hujui hivi nilivyojibiwa nije vipi. Ukijibiwa hiki umekata tamaa. Hata kwenye maisha ya kawaida tu, bwana, huyu mtu una chase a certain opportunity kwake. Kuna kitu nakitaka kwake. Ushaye kufuatilia issue za wasanii wadogo wanavyo struggle kupata ukaribu na wasanii wakubwa. Mwingine atakwambia aisee, nimemdm tangu na miaka kama 3 na mdm. Leo ndo nimepata jibu kwake. Aisee. Unaona? Nina miaka 3 na mtongoza, leo ndo nimekubaliwa. Unaona? Aisee, nina miaka 3 na ushe kusikia kuna mtu anataka nafasi somewhere. Halafu akaenda akatafuta opportunity chini. Si ndio? Awe mtu wa chini, lakini malengo yako one day atakuwa pale. Lakini anatumia njia gani? Ngoja nianzie chini. Ndio. Okay. Huyu anaelewa anachokifanya. Ushawishi vitu, unashawishi vipi vitu? Kwa sababu lazima watu waelewe, ili mtu akukubali aelewe kipi unachokitaka. Na kama unakitaka hicho, aione value yako ili akupe hicho. Si ndio? Wewe unamfuata mtu unamwambia unampenda. Si ndio? Unaona value gani ya kumfanya kukubali? Kwa sababu wewe umeiona value kwake, si ndio? Na ndio maana ukamfuata. Okay, wewe unataka na yako kukubalie tu bila wewe kuona value kwako. So unapomfuata na wewe show value ambayo itamfanya kukubalie. Sio? Wewe si umempenda? Of course. Unataka akukubalie tu wewe umpende peke yako au mpendane. Si ndio? Umeenda kuomba kazi. Si ndio? Si kuna kitu umeona utanufaika pale. Mtu akikuajiri. Manake kuna maslahi utapata. Wewe umeshaona. Okay. Huyo unaenda kumuomba kazi, ameona umeruhusu au umemuonyesha value itakia umshawishi yeye kukupa hiyo kazi wewe. So you have to show that value. Onyesha kwamba wewe umekuja kunishawishi mimi nikupe kazi, na mimi nione kitu kwako. Utafaidika nini? Bana, kitu gani ambacho kitanifanya mimi nimpe huyo? Do you have? Kumbuka unavotongoza wewe, unavomtongoza mwanamke si wewe wa kwanza kumtongoza. Inawezekana wewe unatongoza na kuna watu wengine wanatongoza. Kwa anafanya okay, huyu ama huyu ama huyu. Kwa know that you are in the competition. Okay. Hata kwenye kazi umeenda kuomba wewe, kumbe kuna wengine walikuja jana. Si ndio? Kwa hiyo umekuja tu kazi, unaondoka.
what did you show up? Umeonyesha value gani pale ili mtu akuelewe? Kwa sababu wewe umefika, ndio umejieleza hivi, lakini mtu hajaona value bado. Akilinganisha na yule aliyokuja jana. So hivi inawezekanaje? Show value. Kama value yako sio ya kujionyesha. Kwa mfano, inawezekana kuna vitu ulishafanya, mtu akiangalia tu, hata kama utumii nguvu nyingi kuonyesha, anaiona value, anaichungulia value, anasema this person kuna kitu kwao nimekiona. Ndio hivyo inawezekana ukienda kumtongoza mwanamke, hata kama usipotumia maneno mengi, muonekano, status ambayo okay ya display, akaiona tu sana. Kaka, mimi nakushukuru sana. Asante sana kwa kuwa na mimi kwenye discussion hii. Imekuwa nzuri sana. Mimi nimejifunza na ninatumaini na wasikilizaji ambao wanatusikiliza wamejifunza pia. Ndio. Na kukaribisha sana muda mwingine ambao tutadiscuss. Wewe tukadiscuss kitu cha namna hii au tukadiscuss kitu kingine kulingana na mazingira yatakavyo tutaka. Nashukuru sana. Nashukuru pia kwa sababu umenipa nafasi hii, lakini niseme tu kwamba hii mada ni pana sana. Of course. Kwa sababu inahusisha issue ya hizo communication skills. Ya, na ni kitu ambacho kinawatesa wengi sana. Kwa hiyo tumezungumza kwa ufupi sana, mimi naona, ila kuna vitu vingi sana ambavyo tunatakiwa tuvizungumze na wasikilizaji waweze kuvielewa. Nashukuru. Asante sana. Nashukuru sana kwa wewe ambaye umetegea sikio Rains Podcast kwa leo. Mimi naitwa Godbrains Eston na nilikuwa na ndugu yangu Alphonse hapa ndani. Nashukuru sana. So muda umeenda sana. Tukutane tena kwenye Rains Podcast new episode ambayo itakuja tena. For today we are signing out. Asante sana. The Rains Podcast.